Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Mnyika, ametuma salamu za pole kwa familia za wote waliopoteza maisha wakati wa mchakato wa uchaguzi wa mwaka 2025, akiwataka Watanzania kusimama pamoja kwa heshima ya marehemu hao na kuombea amani na uponyaji kwa taifa. Mnyika ametoa pole hizo kupitia waraka namba 3 wa mwaka huu 2025 wa chama hicho uliotolewa Novemba 6, 2025, ambapo umejikita kuangazia uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika Oktoba 29, 2025 na kipindi cha maombolezo ya wafia demokrasia, haki na uhuru kinachoendelea kufanyika kuanzia tarehe 5 hadi 11 Novemba mwaka huu. Amesema kipindi hiki cha maombolezo ni fursa ya taifa kutafakari kwa pamoja kuhusu thamani ya utu, haki na maridhiano, akipendekeza kuundwa kwa tume huru ya ukweli, haki na maridhiano itakayojumuisha taasisi za dini, za kiraia na za kisiasa, sambamba na kuundwa kwa tume maalum ya uchaguzi pamoja na kushirikisha vyombo vya kimataifa kusaidia kuchunguza matukio yaliyotokea kabla na baada ya uchaguzi. Amesema hatua hizo zitasaidia kujenga imani, uwajibikaji na maridhiano ya kitaifa. Aidha, ametoa wito kwa serikali kuhakikisha haki inatendeka kwa wote waliokamatwa kutokana na masuala ya kisiasa, wakiwemo viongozi wa chama hicho walioko mahabusu, na ameitaka mamlaka husika kuhakikisha taasisi za kisiasa zinapata fursa ya kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa katiba. Mnyika amesema chama chake kiko tayari kushiriki mazungumzo ya kitaifa yatakayolenga kuponya taifa na kujenga umoja. Amesema kuwa mazungumzo hayo yanapaswa kujumuisha wadau huru, wawakilishi wa wananchi na taasisi za dini ili kuweka misingi ya maridhiano na utawala wa haki. Amehitimisha kwa kutoa wito wa kudumisha amani, haki na umoja wa kitaifa, akisisitiza kuwa marehemu wote wa matukio ya kisiasa wanapaswa kuenziwa kwa heshima, familia zao kusaidiwa na taifa kuchukua hatua za kuhakikisha hali kama hiyo haijirudi. Amemaliza kwa kunukuu maandiko matakatifu akisema, ninayanukuu pia: haki huinua taifa na haki na amani vinahusiana. Tujenge Tanzania mpya yenye haki, amani na matumaini. Mwisho wa kunukuu. Aidha, amesema chama chake kinaendelea kusisitiza kuwa uchaguzi wa mwaka 2025 haukuwa huru na wa haki. Amewataka wadau wa siasa, dini na mashirika ya kiraia kuendelea kushirikiana katika kuhimiza mageuzi ya kikatiba, kisheria na kitaasisi yatakayowezesha mazingira bora ya uchaguzi na haki nchini.